Leo tutajifunza somo la physics, lakini tutaangalia katika introduction ya physics, utangulizi wa physics. Mtu anapokuambia physics, nini maana ya physics? Physics. What is the physics? Tunasema kwamba physics is a branch of science which deal with the study of relationship between matter and image. Kwa hiyo tunapojifunza physics yenyewe ni nini maana ya physics? Physics ni tawi la science ambalo linahusiana na mahusiano kati ya maada na image. Hii matter ni nini? Matter ni maada. Na hii image ni kitu ambacho kinaweza kikazalisha kitu kingine. Yaani energy ina produce kitu kingine. Kama unataka kufanya kazi lazima uapply energy ili uweze kufanya hiyo kazi. Sasa mtu anakuambia kwamba is the branch of science. Nini maana ya science? Science is the nature. Science is the nature, is the study of nature. Is the study of nature. Kwa kitu chochote unachokiona ulimwenguni hapa, tukizungumzia kwa mfano maada ni kitu chochote ambacho kinachukua nafasi. Lakini ukiangalia maada kinaweza kaa kitu kigumu, rocks, air, yani hewa hii ya kawaida, gas, lakini pia kuna liquid, maji nini. Kwa vitu vyote vinapoonekana pale, hiyo yote nini? Ni science. Ndio maana tukasema kwamba science is the study of nature. Kwa mfano, mtu anakuambia how water can be cooled. Yaani maji yanaweza kapoa vipi? Ile nini? Ni science. Lakini sasa ili uweze kujua kwamba maji yanapoa vipi, ukaanza sasa kufanya application ya hii science, ile inaitwa nini? Technology. Kwa technology is the application of science. Example, ukatumia refrigerator. Refrigerator ni kama vile fridge. Ile fridge ukachukua ukayapoza yale maji, ukajua cooling effect inavyotokea. Kwa pale utakuwa umeapply nini? Science. Lakini pia mtu ambaye anajifunza hili somo la physics anaitwa physicist. Lakini kwa Kiswahili tunaweza tukasema anaitwa nani? Mfizikia. Umeona? Physicist is the person. No, physicist is a people. The people who study physics. Kwa mtu anajifunza physics anaitwa physicist. Sasa tunakuja kuangalia, tuangalie kwamba tumeshasema kwamba physics ni branch of science. Kwa hiyo science ina branch nyingi, ina matawi mengi. Sasa je, matawi haya mengine ya physics yanahusiana vipi? Matawi mengine ya science yanahusiana vipi na nini? Na physics. Kwa hiyo tutasema hivi, the relationship of physics and other science and other science subject. Mahusiano ya physics na masomo mengine ya science. Tukija cha kwanza kabisa katika biology. Nini maana ya biology? Biology is the study of living and non-living things. Biology ni somo linalohusiana na viumbe hai na viumbe wasivyo hai. Kwa hiyo nasema is the study of living and non-living things.
Sasa je, hii biology tunasema kwamba hii physics inadili na matter na composite, inadili na matter na energy. Lakini biology inadili na living and non-living things. Sasa how this biology inahusiana vipi na hii physics? Tukija kusema kwamba katika knowledge ya physics tunatengeneza microscope. Microscope ni kifaa ambacho kinatumika katika biology kuangalia wale viumbe wadogo wadogo. Kwa hiyo ile microscope inatengenezwa na concept ya nini? Ya physics. Nasema hapa example microscope. Microscope. Microscope ina used in observing microorganism. Kwa hiyo microscope ni kifaa ambacho kinatumika kuangalia wale vijidudu vidogo vidogo sana. Kwa mfano unaenda kupima malaria, unatumia hii microscope, wanaangalia vile vidudu vidogo vidogo. Kwa hiyo hii microscope inatengenezwa na concept ya nini? Na concept ya physics. Lakini pia ukija kwenye physics tunajifunza kitu kinachoitwa nini? Pressure. Kwa hiyo kwenye biology kuna sindano. Sindano lile bomba linajazwa ile dawa. Unapowekewa pale kwenye buttocks yako, anaikandamiza like this. Anaikandamiza, kisha kandamiza anatumia pressure. Hii pressure inasababisha zile dawa ziingie wapi? Ziingie kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo example nyingine tutasema nini? Syringes. Ile sindano ina use nini? Ina use pressure. Inatumia pressure kwa ajili ya kukuwekea wewe dawa katika mwili wako. Hiyo ni branch ya kwanza ambayo ni biology. Lakini kuna branch nyingine inaitwa let's say mathematics. Mathematics pia ni branch ya science. Mathematics pia ni science. Namba 2, mathematics. Mathematics ni tawi la science. Kwa mathematics yenyewe ina deal na calculations. This ina deal na nini? Ina deal with the calculation of number. Calculation of number. Yaani unakuwa umepewa namba, unapewa kitu katika mfumo wa namba. Labda umesema watu 6 kujumlisha wangapi? Ile nini? Ile ni mathematics. Kwa hiyo physics pia inatumia concept ya mathematics kwa ajili ya kufanya calculation zake. Mfano, example, ukaambiwa ili upate work, ili ujue kwamba umefanya kazi kiasi gani. Katika physics unajua kwamba work ni sawa na force times distance. Kwa hiyo ukija kuangalia hapa hivi, application ya mathematics imeonekana. Kwa mfano hii hapa inaitwa mathematical operation. Hizi hapa. Hii hapa ambayo nini? Multiplication. Yaani kuzidisha imetumika hapa. Kwa hiyo physics pia inatumia concept ya nini? Ya namba kwa ajili ya kuweza kufanya zile application zake. Tunakuja kitu kingine. Tukija katika chemistry. Chemistry, nini maana ya chemistry? Chemistry ni somo linalohusiana na kuvunja au kuunda kitu kwa kutumia nini? Chemical process. Kwa nasema kwamba chemistry it deal with the composition and the composition of matter. Kwa ile mada unaweza ikavunjwa au ikakombiniwa together kwa ajili ya kutengeneza kitu kingine. Na hiyo process na hilo somo linaitwa nini? Linaitwa chemistry. Sasa je, chemistry inahusiana vipi na physics? Umeona Chemistry inahusiana vipi na nini? Na physics. Kwa mfano ukichukua perfume, ukichukua example perfume. Perfume ile ni chemical composite, ile ni chemical ambayo inakuwa imewekwa katika chombo fulani. Kile chombo ni kale kachupa kale kachupa ka perfume. Sasa ile perfume ili iweze kutoka lazima ichukue concept ya physics ambayo uta apply pressure. Ukishatoa ile pressure, ile perfume itatoka from the high concentration to the low concentration. Kwa hiyo pale utakuwa umeapply nini? Umeapply physics. Kwa hiyo perfume ili iweze kutoka na iweze kuenea mwilini, lazima uapply kitu kinachoitwa nini? Pressure. Lakini pia katika kuvunja kitu katika hii chemistry
kuna lazima uapply kitu kinachoitwa nini? Heat. Lazima uapply heat for nini? For decomposition. Decomposition. Ili uweze kuvunja kitu, kuvunja hii mada, lazima uapply heat. Unapo apply heat pale unakuwa umesoma nini? Umesoma physics. This is how physics can be related with nini? With the chemistry. Now tunaendelea, physics inahusiana vipi na somo la geography? Number 4, geography. Geography. Nini maana ya geography? Mtu anapokuambia geography ni nini? Geography ni somo linalohusiana na binadamu na mazingira yake. Kwa hiyo binadamu anapoishi na mazingira yale ambayo anatakiwa aishi, yani anahusiana vipi na mazingira yake, anatakiwa awe hivi. Yani hilo somo ndo linaitwa nini? Linaitwa geography. Kwa hiyo geography is the study of man and his environment. Ni somo la binadamu na mazingira yake, kwamba binadamu anahusiana vipi na yale mazingira. Kwa mfano katika geography tutaangalia kitu kinachoitwa rock formation, soil formation, kwamba miamba inatengenezwa vipi, udongo unatengenezwa vipi. Hilo lote ni somo la nini? La geography. Lakini ukija katika physics pia inaelezea how the rocks can be formed, lakini pia how the soil composition and decomposition of soil can be made kwa kutumia nini? Physics. Kwa hiyo physics pia inaelezea jinsi gani miamba inatengenezwa, lakini pia udongo unatengenezwa vipi. Lakini ukija katika concept ya physics kuna kifaa kinachoitwa barometer. Barometer ni kifaa ambacho kinatumika katika hii geography. Hichi kinatumika kupima the pressure of atmosphere. Hichi ni kifaa is an instrument used to measure the atmospheric pressure. Umeona? Kwa hii ni barometer. Barometer ni kifaa ambacho kinatengenezwa na concept ya physics au knowledge from physics. Umeona? Ule uleo unaopata kwenye physics unasaidia kutengeneza hichi kifaa ambacho kinaitwa nini? Barometer, ambacho kinatumika kupima nini? Atmospheric pressure. Pressure ya nini? Ya ili anga au atmosphere. Lakini pia kuna kifaa kinaitwa wind vane. Wind vane. Kinaitwa wind vane. Wind vane hichi ni kifaa kinachotumika kupima speed of wind. Instrument used to measure the speed of wind. Kule kuvuma kwa upepo na upepo, jinsi upepo ambapo una blow unavuma, ile ni concept ya nini? Ya geography. Lakini kuna kifaa ambacho kinatumika kupima huu upepo ambacho kinatokana na concept ya nini? Ya physics. Kwa hiyo hichi kifaa kinaitwa nini? Kinaitwa wind vane. Lakini pia kuna kifaa ambacho kinatumika kupima ule ukubwa wa mvua. Mvua imenyesha kiasi gani? Ambacho kinaitwa nini? Kinaitwa rain gauge. Rain gauge. Hichi ni kifaa kina used to measure rainfall. Kifaa kinachotumika kupima mvua kinaitwa nini? Rainfall. Kwa hichi kifaa kimetengenezwa kwa kutumia hii concept ya nini? Hii concept ya physics. Kwa hiyo basi hapa tunaangalia kwamba physics kumbe ni branch ya science. Kwa inahusiana pia na branch zingine za nini? Za science. Kwa sababu science is the whole, ni kitu kikubwa ambacho kinakuwa kina branch nyingi. Kwa hiyo tumeangalia hapa tayari how physics can be related with the other subject. Lakini tutaendelea na matumizi ya physics katika maisha ya kawaida. Matumizi ya physics katika maisha ya kawaida. Nasema kwamba the applications of physics. Application of physics in real life.
Sasa hii physics inatumika vipi katika maisha ya kawaida, maisha halisia ya mwanadamu anayoishi? Physics inakuwa inatumika vipi? Tukija kuangalia at home, nyumbani, kwa matumizi ya nyumbani physics inatumika vipi? Ukiangalia katika system ile ya kuchota maji, wengine wanachota maji kwa kutumia pulley system, anavuta maji kwenye kisima. For example, this is hole, let's say this is hole. Hii ni ndoo, anafunga hapa hivi, huu mti umeshikiliwa hapa, then anazunguka hapa, anakuja kwa huyu binadamu anavuta haya maji. Let's say this girl, mwanamke huyu anavuta haya maji. Kwa hiyo anavuta haya maji kwa kutumia nini? Kwa kutumia physics. Kwa hiyo hii ni nini? Ni pulley system au wanaita roda. Hili ni roda, anavuta haya maji. Umeona? Lakini kitu kingine, wale maseremala, carpenter. Wale carpenter wanatumia ile hama. Nyundo, let's say nyundo. Hii ni nyundo, anagonga msumari. Mfano hii ndo nyundo yako. This is hii ndo nyundo. Let's say hii ndo nyundo. This is nail. Msumari huu, afu hii mbao. Kwa hiyo anagonga nyundo hapa hivi, ikasimama hapa. Anashikilia hii nyundo. Anagonga hivi msumari. Kwa hiyo haya ni matumizi ya nini? Ya physics nyumbani. Lakini pia nyumbani tunatumia yale makuka. Zile kuka za kupikia vyakula vile. Kwa hiyo ile ni matumizi ya nini? Ya physics kwa kutumia nini? Umeme. Okay, tuje tuangalie matumizi ya physics. Matumizi ya physics katika industry. Katika viwanda. Katika viwanda physics inatumika vipi? Katika viwanda utakuja kuangalia kwamba kwenye viwanda kuna mizigo mikubwa sana, kama yale makontena labda yanatengenezwa, yakishatengenezwa ili kuweza kuhamishwa wanatumia ile sumaku. Ananasa lile kontena, linavutwa, linapelekwa sehemu nyingine. Kwa hiyo physics pale inakuwa imefanyaje? Imetumika. Kwa hiyo physics pia inatumika katika viwanda. Lakini pia katika viwanda kuna mashine kubwa, zile mashine heavy mashine. Zile mashine zinatumia concept ya physics ili kuweza kufanya nini? Kufanya kazi. Lakini pia physics inatumika katika hospital. Katika hospital kuna kitu kinaitwa X-ray. X-ray, kuna ultrasound, kuna syringes. Hii nini? Sindano. Ile sindano inatumia concept ya physics ambayo ni pressure. Unapoweka dawa katika sindano, then uka-apply pressure. Pale vile unakuwa una apply pressure, then ile dawa inakuwa inaingia kwenye mwili wa binadamu. Pale vile unakuwa unatumia concept ya nini? Ya physics. Lakini ukija katika X-ray, X-ray yenyewe inatumika kuangalia zile fracture, bone fracture. Yaani mipasuko katika mifupa. Je, mfupa umepasuka sehemu gani? Kwa hiyo wanatumia X-ray kwa ajili ya kuangalia hizi hapo kitu. Lakini pia hii physics inatumika katika art school. Katika shule. Art school ukiangalia equipment in laboratory. Katika maabara kuna vifaa vile ambavyo vinatumika, kwa mfano micrometer, screw gauge, micrometer, screw gauge ambayo inatumika kupima distance. Inatumika kupima diameter of wire. Alafu kuna vena caliper yenyewe inatumika kupima length. Vena caliper yenyewe inatumika kupima length, urefu. Lakini inatumika kupima mzingo wa diameter of wire. Inatumika kupima diameter of wire. This is wire, then inatumika kupima hii ball or diameter of this wire. Haya ni matumizi ya physics katika shule. Lakini pia physics inatumika katika communication. Physics inatumika
katika communication, I think number 5 at nini, at communication, katika mawasiliano ya kawaida. Physics inatumika katika mawasiliano ya kawaida, kama vile ukiangalia katika mfumo mzima wa mawasiliano, kama vile mtu anayetumia labda tuseme telephone. Hii ni simu ambayo mtu anatumia simu ambayo imetengenezwa kwa mfumo wa nini, wa physics. Physics imeweza kutengeneza simu kwa kutumia yale mawimbi ya sauti. Yaani unachukua ile sound electric energy then inabadilika kuwa nini, kuwa sound energy. Hapo hivyo unakuja unapata mawasiliano kwa kutumia hii nini, kwa kutumia simu. Lakini pia kuna televisions zinatumika manyumbani, lakini pia katika mawasiliano pia televisions zitakuwa zinafanyaje, zinatumika. Lakini pia kuna kitu kingine, let's say labda memory. Memory ni kifaa kidogo sana ambacho kinakuwa kinakusanya habari nyingi sana, zinakuwa katika sehemu moja, ambayo ukiweza kukidisplay katika let's say computer au nini, inaweza kutusababisha tukapata habari. Lakini pia physics inatumika katika entertainment. Katika entertainment physics inatumika kama vile labda tuseme watu wanacheza magame, inakuwa ile ni physics system. Yaani ni knowledge ya physics ambayo ina-applyiwa katika nini, katika entertainment. Mtu anacheza game, mtu mwingine anafanya majaribio au anafanya experiment, anaangalia kitu gani, labda effect fulani inaweza ikatokea kwa kutumia knowledge ya nini, ya physics. Pale vile anakuwa na enjoy, anapata nini, anafanya entertainment. Now tunaendelea na physics katika nini umuhimu wa physics. Hapa tumeangalia ni matumizi ya physics, application of physics katika maisha ya kawaida. Hasa je, kuna umuhimu gani wa physics? Kwa nini tunajifunza physics? Sasa basi, tunajifunza physics kwa ajili ya kupata vitu mbalimbali. Let's say hapa importance of learning physics. 1. Umuhimu wa kujifunza physics. Kwa nini tunajifunza physics? Tunajifunza physics, kwanza kabisa tumesema kwamba physics is a branch of science which deal with the study of matter and energy. Kwa hiyo physics ni somo linalohusiana na mada. Yaani mada zote zile, labda tuseme mada ya bisi, mada ya kimiminika, mada ya gesi. Zile zote tunajifunza kwenye nini? Kwenye physics. Kwa hiyo ukisoma physics utaelewa sifa za mada. Kwa hiyo cha kwanza utasema kwamba physics it help to understand the properties of matter. Ukisoma physics utajifunza sifa za mada. Namba 2. Tunasema kwamba physics, ili uweze kuwa daktari, uweze kuwa engineer, uweze kuwa architecture, lazima usome physics ili uweze kupata nini? Kupata knowledge ya kuziendea hizo nini, professional zake. Kwa hiyo tumesema kwamba it help to understand the properties of matter. Lakini pia kitu kingine tunasema kwamba unajifunza physics kwanza ili uwe daktari, uwe engineer, lazima ujifunze physics, ujue properties ya physics, ujue concept of physics. Kwa hiyo unasema kwamba tuna apply physics. We apply the concept of physics in order to acquire the profession of some field. Katika field fulani unasoma physics ili uweze kupata professional yako katika physics, katika field yako fulani. Kwa mfano
example tunasema kwamba doctor, to be a doctor. In order to be a doctor lazima ujifunze nini? Physics. Lakini pia to be engineer, lazima ujifunze nini? Ujifunze physics. Kwa mtu yote ambaye anasoma sayansi akishajifunza physics anaweza kuwa akaenda maeneo mengi ya field yake. Lakini pia umuhimu mwingine wa physics. Kwa nini tunajifunza physics? Umuhimu wake mwingine kwa ajili ya kudesign. It help to design. Inatusaidia kudesign some items. Vitu mbalimbali. Kwa mfano, yani inatusaidia kuweza kutengeneza kudesign vitu. Inatusaidia kuweza kudesign vitu mbalimbali kama vile unakuta mtu anatengeneza ile dry cell. Ile betri ya kawaida zile unakuta kuna betri inaitwa Panasonic, sijui nyingine Tiger, tu betri tudogo tule. Kwa hiyo mtu anaweza kudesign ile pale kwa kutumia concept ya nini? Ya physics. Kwa hiyo inaweza kumsaidia kutengeneza dry cell. Kale kamoja ndo kanaitwa dry cell moja. Lakini pia inamsaidia mtu kuweza kutengeneza telephone, simu. Tunatumia knowledge ya physics, unakuta tunapata kitu kama hichi hapa. Hii hapa ni nini? Ni simu. Yaani hii imetengenezwa, mtu kachukua ile concept ya physics, katengeneza, ka design, kaja kapata hii communication system ambayo nini? Ni simu. Lakini pia physics inaweza kutusaidia ku enjoy. Yaani unapofanya tu zile practical, yani mtu akishatengeneza kitu, anatengeneza simu, anacheza game, pale inamfanya afanye nini? Enjoy, anapata enjoyment. Okay? Umuhimu mwingine wa physics, number 4, importance of physics. Kingine kabla hujaendelea. Jitahidi, unajua hivi unavyofundisha form 1, jitahidi kufundisha nani fupi. Okay. Kama kueleza unaweza kaeleza kwa urefu kidogo. Okay. Ila hizi note yani ziwe fupi. Okay, sawa. Kwa hiyo umuhimu mwingine wa physics tunasema for enjoyment. For enjoyment. Mtu ana enjoy tu anapofanya physics, anapofanya majaribio mbalimbali, anakuwa anafanyaje? Ana enjoy. Lakini pia physics ina simplify life. Inarahisisha maisha. Mtu ukisha design vitu kwa kutumia physics. Yaani kwa mfano, mtu anatakiwa andike barua apeleke Mtwara sasa hivi. Lakini itatumia muda gani mpaka kufika Mtwara? Ila ukitumia concept ya physics, ukatumia hii telephone, yani unapata majibu sasa hivi. Sasa hivi dakika moja hii na dakika hii moja unapata nini? Unapata majibu. Kwa hiyo physics pia ina simplify maisha. Kwa mfano ukienda viwandani, unainua mamizigo mazito, yani inahitaji kwanza watu wengi. Lakini ukitumia concept ya physics, tunatumia tu ile magnet, ile sumaku, inainua container, inalipachika sehemu nyingine. Kwa hiyo huo ni nini? Huo ni umuhimu wa nini? Wa physics. This is the end of our topic.